Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Namshukuru Mungu kwa nafasi hii nyingine ambayo amenipatia kuwa pamoja na wewe msikilizaji aliyeko hapa Magomeni, na wewe uliyetusikiliza kutokea nyumbani au kutokea kanisani au kwenye vituo mbalimbali tulivyo navyo. Leo tuna somo zuri sana. Kama mnakumbuka, jana tuliongelea juu ya athari za unyanyasaji wa kijinsia kwa watoto na vijana, na tukaona kabisa kwamba kama wazazi tunapaswa kuwa macho kwa sababu ulimwengu umebadilika sana sana. Sasa leo nina somo zuri la siku ya leo linalosema furaha ya milele kwa familia. Furaha ya milele kwa familia. Nataka katika somo hili ujaribu kujifikirisha, yani ufikiri kwamba leo umefunga ndoa. Leo umefunga ndoa. Na ninapokufanya ufikiri hivi, hata wewe unayetarajia kwamba siku moja unafunga ndoa, ufuatane nami katika mfano huu. Fikiria unafunga ndoa, na baada ya ndoa unaanza safari yako katika ufukwe wa bahari ya Hindi hapa Dar es Salaam, na mwisho wa safari yako utaishia India, na safari yako hii itachukua miaka kadhaa. Unasafiri kwa mtumbwi taratibu, na unajua watu wakianza safari ya ndoa kuna shamra, kuna furaha, kuna kupongezana, kuna kupendana. Sasa mmeanza safari kwa mtumbwi kutoka hapa ufukwe wa bahari ya Hindi, na mnaanza safari pole pole. Katikati ya safari hiyo najua kutakuwa na mawimbi, kutakuwa na giza la usiku, kutakuwa na mchana, na wakati mwingine kutakuwa na kuchoka. Katika safari hiyo hata kama kutakuwa na mawimbi na kutakuwa na giza na kutakuwa na kuchoka, mnajua kabisa kwamba hamwezi kurudi nyuma na hamwezi kushuka kutoka kwenye mtumbwi, maana mko baharini. Lakini katika safari hiyo mnaongezeka, wanafamilia wanaongezeka katika hiyo safari, na wanapoongezeka wengine hawa wanafamilia huenda sio wanaweza wasilete ushirikiano, wanaweza wasiwe wazuri sana. Kunaweza kuwa kuna kugombana kati ya wale wanafamilia ambao wameongezeka kwa maana ya watoto. Na hata katika kutazamana ninyi kwa ninyi, mnagundua kwamba ulivyomuona ng'ambo ya bahari sivyo alivyo mnapokuwa hapa baharini mnaposafiri. Lakini hakuna atakayetupwa baharini, wote mtaendelea na nini? Na safari. Lakini inawezekana katika safari hiyo mkapoteza mtu wa familia. Kuna huzuni, kuna majonzi, na ndivyo safari katika familia inavyokuwa. Kuna huzuni, kuna kupoteza mwenzi, na au kuna kupoteza mtoto, kuna kupoteza mwanafamilia. Lakini mwisho wa siku moja mnajikuta mmefika upande wa India. Mkihesabiana mlianza safari mkiwa wawili, mmevuka, mmefika ng'ambo mkiwa labda 5 au 4 au 3 au wowote ambao Mungu amewajalia. Ni furaha iliyoje ukiona kwamba mlivyoanza safari mliongezeka njiani na mmefika wote. Ni jambo la furaha sana. Na kama kuna aliyekufa njiani, unaweza kuwa na huzuni. Lakini hapa safari ninayoiongelea ni safari ile wote tunayojua, safari ya kuelekea katika ufalme wa Mungu. Tunaanza wengi, lengo wote ni kufika bandarini katika ufalme wa Mungu. Na ni kwa nini nasema hivi? Lengo la furaha ya familia sio tu kuzeeka pamoja, halafu hadi mauti itakapowatenganisha kuzikana. Sio lengo la furaha ya familia. Na pia lengo la familia sio kuonekana mkiishi pamoja
kwenye maisha mazuri ya starehe au kufanikiwa kimaisha, kusafiri nchi huku na huku ni vitu vizuri, au kufanikiwa katika mali, katika vyeo, katika mambo mazuri. Lengo sio hili tu. Mwisho wa lengo sio huo. Lengo la malezi mazuri ya watoto sio tu kuwaona wakienda kanisani, pamoja na kwamba kwenda kanisani ni kitu kizuri, wala sio kuwaona wakiimba, wakijishughulisha katika shughuli za kanisa, wala sio kuwaona hata wakiwa wahubiri. Sio lengo, wala sio lengo la kuwa na familia au kuwa na watoto katika familia. Sio kuwaona wakiwa wanataaluma waliobobea, wala kuwaona wakifanikiwa kimaisha, wakiwa wasomi, wakiwa viongozi, wakiwa watu mashuhuri katika ulimwengu. Najua kuna wazazi unakuta akiona mtoto wake anaimba labda kwaya mashuhuri, anasema ile kwaya, kijana wangu anaimba kwenye ile kwaya, yule mhubiri wa kimataifa ni mtoto wangu, au unajua yule pilot ni mwanangu, au yule engineer ni mtoto wangu. Tunafurahi. Ukisikia yule tajiri anayetoa misaada katika mashule, katika mahospitali ni mwanangu, ni kweli, ni furaha. Lakini sio lengo kuu la kuwa na familia. Lengo kuu la kuwa na familia litakamilika tutakapoingia katika paradiso ya Mungu pamoja na familia zetu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio lengo la familia. Uzuri ni kwamba katika ile safari ya bahari ya Hindi ninayoiongelea, hata kama kuna watu wanaweza wakapungua katika safari na tukawaacha pale, kwa kweli tukifika India hatutakuwa nao. Lakini kama safari imekuwa nzuri, hii safari yetu ya kuingia katika ufalme wa Mungu, hata waliopumzika tukiwa safarini, kuna kukutana tena. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kukutana tena. Kwa hiyo familia yako ni eneo la kimissionari, ni mahali pa kutengeneza wanafunzi ambao ni wafuasi waaminifu, ili kwamba wote wale mlioitengeneza ile familia, mkifika katika ufalme wa Mungu, unapomtafuta mwenzako unamkuta, unapomtafuta mtoto wako unamuona. Ndio kukamilika kwa furaha ya familia. Fikiria juu ya familia ya Nuhu. Familia ya Nuhu, Biblia inatuambia kitabu cha Mwanzo sura ya 7 fungu la 13, inasema siku ile Nuhu akaingia katika safina, yeye na Shem na Ham na Yafet wana wa Nuhu na mkewe Nuhu na wake 3 wa wanawe pamoja naye. Unajua, Nuhu kama angepimwa kwa vipimo vya kizazi hiki, kwa kweli asingekuwa mhubiri mzuri aliyefanikiwa, wala mhubiri wa kimataifa. Maana utahubirije miaka 120 halafu uongoe watu 8? Inawezekana kuna walioongolewa wakafa, lakini walioingia kwenye safina ni watu 8. Katika viwango vya uhubiri wa kimataifa, kwa kweli Nuhu asingesimama pamoja na mhubiri wetu huyu mkuu ndugu Munene Mwangi, maana hivyo sio viwango vyake. Lakini Nuhu katika viwango vya Mungu alikuwa mhubiri aliyefanikiwa sana, kwa sababu hata kama watu wengine wote hawakumwamini, familia yake ilimwamini, familia yake ilimkubali, familia yake ilimuelewa. Na ilikuwa ni furaha kiasi gani akigeuka hivi anamuona Shemu na mke wake, anamuona Hamu na mke wake, anamuona Jafet na mke wake, na anamuona mkewe. Ilikuwa furaha iliyokamilika. Sasa bidii katika kumtafuta Mungu lazima iwe kipaumbele, ili kwamba kipaumbele cha kila familia, ili furaha yetu ikamilike. Makusudi yetu sio kuishia hapa. Tunaweza tukavumiliana, lakini sio kwa wakati, sio kwa maisha haya mafupi tu. Lazima tuwe na lengo la milele.
wakati familia yote ya Mungu itakapokuwa pamoja milele, familia yako itakuwa wapi? Ninafikiri kwamba hata kama sitapata nafasi nyingine ya kuzungumza, maana mikutano yetu inaelekea mwisho, nataka hili swali liwe lako. Maana hapa ni kweli tunazungumza tuvumiliane, tunazungumza tuwasiliane vizuri, tunazungumza tusameheane, tuache migogoro, lakini lengo ni lipi? Ni kwa hiyo ni kwamba kama tulivyozungumza ni kuwa pamoja katika uzima wa milele. Wakati umati ule mkubwa wa kimataifa utakapo kuwepo, kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Ufunuo sura ya 7 fungu la 9, nasema tazama mkutano mkubwa ambapo hapana mtu awezaye kuhesabu, watu wa kila taifa na kabila na jamaa na lugha wamesimama mbele ya kile kiti cha enzi na mbele za mwana kondoo. Ule umati mkubwa, ukiangalia hivi, watu wako watakuwepo? Familia yako itakuwa wapi? Nakumbuka nilipowapatia kisa cha penguin sabato iliyopita. Uliona wakina mama penguin walipofika, walipoanza kutafuta waume zao wenye watoto, walipaza sauti na kila aliyemuona mwenzi wake walifurahi pamoja. Ndipo furaha itakapokamilika wale watakao kutana katika makao ya milele. Na Biblia inaendelea kutuambia, kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 5 fungu la 10, anasema kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila mtu apokee ijara ya mambo aliyoyatenda kwa mwili kadiri alivyotenda, kwamba ni mema au mabaya. Nilikuwa nikisoma kitabu fulani, anazungumza juu ya mama mmoja alikuwa ana mume wake na walikuwa wamefanikiwa sana, wakaishi pamoja, lakini baada ya miaka kama 10 mume wake alilala akimwachia watoto wawili. Yule mama alikuwa ni mtu amefahamika sana na alikuwa mtu wa viwango vya juu. Siku moja katika serikali ya Kirumi walikuwa wamealika wana sherehe kubwa sana. Basi yule mama akaenda. Kwanza kabla ya hapo watu wakubwa walitaka kumuoa yule mama, na yule mama alikataa. Akataka kumuoa, akakataa. Lakini siku moja wakamwalika kwenye sherehe kubwa. Akafika, alipofika alikuwa amevaa kawaida tu katika sherehe za watu wazuri, watu wana vitu vya thamani masikioni, shingoni na kwenye mikono, kwenye vidole. Basi mke mmoja wa mkubwa akamwambia hivi, vitu vyako vya thamani vimeenda wapi? Mbona huna? Huyu mama akasema hivi, ngoja nitakuonyesha sasa hivi vitu vyangu vya thamani. Akaenda akamletea wale watoto wake wawili, akasema hivi ndivyo vitu vyangu vya thamani. Na unajua tutakapofika mbele za Mungu atatuuliza kundi lako liko wapi? Wakina baba wataulizwa juu ya wake zao, wataulizwa juu ya watoto wao, wakina mama hali kadhalika. Na kwa hiyo sisi kama watu tunaosafiri katika familia ya Mungu tunahitaji kujiandaa kwa ajili ya furaha ya milele, kuwa na familia zetu. Na utafanyaje ili iwezekane? Kwanza, katika somo letu la kwanza kabisa tulilojifunza hapa, tuligundua kwamba Mungu aliweka mpango madhubuti kwa ajili ya familia. Na alikuwa na makusudi alipoumba familia. Lakini tukagundua kwamba Mungu ndiye anayeleta mwongozo, anatuambia familia ziendeje, zisimame namna gani ili kukidhi vile viwango ambavyo Mungu anahitaji kwa ajili ya watoto wake. Tukatambua kwamba Mungu ametuambia mambo machache nikitaja, kwamba ndoa ni ya mke mmoja na mume mmoja. Ndoa zenye mitala haziendani na mipango ya Mungu.
kwamba uaminifu katika ndoa ni kitu cha msingi. Uzinzi, uongo na hali kadhalika havifai katika ndoa kulingana na mwongozo anaotupatia Mungu. Watoto kutowatii wazazi wao haviendani na mpango wa familia. Mungu anahitaji watoto waheshimu wazazi wao katika Bwana. Lakini pia wanandoa kutojitoa kikamilifu kwa ajili ya familia zao. Wanaume wakiwapenda vizuri wake zao, wanawake wakiwaheshimu waume zao kama Mungu alivyoagiza, kufurahia furaha ya milele. Lakini tukaangalia kwamba katika ndoa mawasiliano yanapaswa kuwa mazuri. Wanandoa wanapaswa kusameheana, wanatakiwa kuacha mambo ya ukatili, wanapaswa kupendana. Na sasa ili tuweze kufikia lile lengo ambalo Mungu amelikusudia kwa kila ndoa, na Mungu ameandaa ahadi, ameandaa ijara kwa familia ambazo zitasimama mpaka wakati wa mwisho. Unajua kuna vitu vingi ambavyo vinasambaratisha familia, na ukiviangalia kwa sasa unaweza ukafikiri kwamba hivi vitu ni vya maana, kwamba hivi vitu labda siwezi kuvumilia hili. Lakini wakati ambapo watu wengine watakuwa wakisalimisha familia zao mbele za Bwana, wakimshukuru kwa familia alizowapatia, utaangalia nyuma, utasema kwamba light ningevumilia lile jambo, light ningesamehe, light ningejikaza, ningesonga mbele, light ningebadilika katika mwenendo wangu, huenda familia yangu ingeokolewa. Sasa hiyo light inapaswa ifanywe sasa, sio ule wakati tunaozungumza. Ninajua kusafiri katika ulimwengu huu si jambo rahisi, kwa sababu mwovu amelenga mishare mingi kwa familia. Watoto wanapozaliwa, jana nilisikitika sana nilipokuwa namsikiliza Pastor Munene akiongea. Alizungumza jambo kubwa sana alipozungumza juu ya dhambi. Akasema hata wale watoto wadogo mmepakata vijambazi. Mlimsikiliza vizuri? Vijambazi, viongo vyenye dhambi. Kwa hiyo katika dunia hii ni lazima kudhamiria na kuweka kipaumbele katika familia, kwa sababu kazi hii sio rahisi. Ni wenye dhambi wanaosaidiana, wazazi ni wenye dhambi, watoto ni wenye dhambi. Sasa ni familia za wenye dhambi kusaidiana, kuongozana na kutiana moyo katika safari hii. Haliwezi kuwa jambo rahisi. Ni jambo linalohitaji nguvu ya Mungu, na nguvu ya Mungu inahitaji familia zote zirejeshwe katika madhabahu ya Bwana. Nilipokuwa nikifundisha hili somo juzi ile, nilizungumza kwamba Ibrahim kama mzee wa imani aliweka kielelezo cha mkuu wa familia aliyeitakia familia yake mema. Kila alipofika, kuna mambo makubwa mawili aliyoyafanya. Kwanza, aliweka hema, akajenga hema kuonyesha kwamba huyu ni baba anayewajibika kwa ajili ya familia yake. Anawajibika kwa kuihudumia kimwili. Lakini jambo la pili alilolifanya ni kujenga madhabahu. Na anapojenga madhabahu, anaikusanya familia yake akiambia kwamba ni kweli tuko Kanaani, hapa tuko katikati ya watu wa mataifa, lakini sisi tunamjua Mungu Jehova. Familia yangu tumtambue huyu Mungu, tumche. Na ndicho alichokifanya Ibrahim mahali popote alipoenda. Hata katika kizazi hiki Mungu anahitaji wakina Ibrahim wa kizazi hiki. Ninapo hitimisha somo hili, nataka kufanya jambo moja ambalo labda sikufanikiwa kulifanya katika mafundisho haya ambayo nimekuwa nikifanya humu ndani, au kwa wale wanaonisikiliza mahali popote ulipo. Inawezekana wewe ni mzazi pekee. Ni mzazi pekee, labda kwa kuachika,
au kwa kufiwa au kwa sababu ya uchaguzi wako au jambo fulani lilikutokea maishani, basi ninajua zipo changamoto unazokabiliana nazo ambazo watu ambao wako kwenye ndoa wanaweza wasikabiliane nazo kama wewe. Jioni hii ya leo ninapozungumza, nahitaji kuomba kwa ajili ya hao watu. Na kama uko humu ndani au uko kule mahali unanisikiliza, nitaomba usimame ninapohitimisha. Je, kuna wazazi pekee tulio nao? Unaweza kuwa ni mgane au mjane au mzazi pekee tu kwa namna yoyote. Kama uko mahali hapo unaweza kusimama, na kama uko kule kituoni unaweza kusimama. Nahitaji kuomba kwa ajili ya watu hawa wanaposafiri katika safari hii. Usione aibu, usijisikie vibaya kwa sababu hukuchagua. Mazingira yamefanya hivi. Tusimame. Na kama uko kule kituoni pia simama. Nahitaji kufanya ombi la pekee, kwa maana kanisa la Mungu linatambua kama wewe una familia yako, wajali hao watu, wategemeze, wasafiri vizuri na zile familia zao walizo nazo, nao pia waweze kufika bandarini. Basi tuombe. Mungu mtakatifu, Mungu mwenye nguvu, mfalme wa wafalme, wewe ambaye umejawa na huruma sana na upendo mwingi, ni furaha yako unapoona familia zimekamilika, lakini dhambi imeingiza mambo mengi ambayo yanatutenganisha na wapendwa wetu. Katika safari hii ulimwenguni, mambo yanaweza yasiwe rahisi. Kuna machozi, kuna maumivu, kuna huzuni, kuna kukatishwa tamaa, kuna kuangalia huku na kule. Bwana, ninazileta familia hizi wanapotazama juu. Bwana, wakutane na uso wako wenye upendo na huruma. Wasaidie wanaposafiri katika dunia hii, wakikungoja pamoja na watoto wao na familia zao. Bwana, furaha yao ikakamilike utakapowakaribisha katika malango ya mbinguni. Wapiganie mapigano yote wanapoendelea kuishi katika ulimwengu huu. Inawezekana ni mapigano ya elimu za watoto, mapigano ya kiuchumi, mapigano ya upweke. Bwana, washindie, kwa sababu unaweza hata hili. Siku moja tutakushangilia katika makao ya milele, tukijua kwamba uliwawezesha wapendwa wetu hawa. Tumeomba katika jina lake Yesu, amen. Mungu awabariki, na ni tumaini langu kwamba tutaendelea kuzitunza familia zetu, kuzipatia kipaumbele kama Mungu anavyokusudia familia ziwe katika maisha haya, na kisha atatupatia furaha ya milele. Mungu awabariki na kuwategemeza.